Haleluya. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Tunaendelea na sehemu ya pili ya somo letu, maombi ya kushughulika na vizuizi vya kiroho. Katika sehemu ya kwanza tulizungumzia kuhusu vizuizi, kwamba ni vikwazo ambavyo vinatokea kwenye maisha ya mtu, vyovyote vile vinavyomzuia mtu kufika mahali fulani katika au kitu kufika mahali ambapo kimekusudiwa kwa wakati sahihi. Lakini pia tuliangalia mazuio hayo yanaweza kukaa pia kwenye njia ambazo katika ulimwengu wa roho ni malango. Lakini pia tuliona vitu vinavyoweza kuzuiwa, tukasema unaweza ukawa kuna vikwazo katika eneo la mahusiano, kuna vikwazo katika eneo la uzao, kuna vikwazo katika eneo la uchumi, kuna vikwazo katika eneo la huduma, na tuliangalia pia hata Paulo alivyozuiwa. Leo tunaendelea na sehemu ya pili ya somo letu pamoja na maombi ya kushughulika na roho za vizuizi. Sasa hebu tuangalie jambo muhimu ambalo unapaswa kulifahamu. Kazi ambayo unaifanya bila kumruhusisha Mungu inaweza kuzuiwa? Kazi ambayo wewe unaifanya bila kumhusisha Mungu inaweza kuzuiwa? Na watu wengi sana wanafanya mambo bila kumhusisha Mungu. Sasa jibu ni kwamba ni ndio. Kazi anayoifanya Mungu na wewe hakuna anayeweza kuizuia, kwa sababu ni lazima kwanza ufahamu kama mtumishi wa Mungu unafanya kazi pamoja na Mungu. Haufanyi kazi kwa akili zako au kwa nguvu zako, lakini unafanya pamoja na Mungu. Na hata sisi tunapohubiri, tunahubiri au tunafundisha pamoja naye. Aliye ndani yetu ndio anazungumza. Kwa hiyo sifa na utukufu tunamrudishia yeye. Lakini unapofanya jambo lolote bila kumhusisha Mungu, shetani anaweza kulizuia. Na tunafanya kazi pamoja na Mungu katika kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 28, anasema nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapa mema yote, wale walioitwa kwa kusudi na mpango wake. Kwa hiyo wewe ukishaitwa unafanya kazi pamoja na Mungu. Kwa hiyo adui hawezi kumzuia Mungu, ila adui anaweza kumzuia mtu anayefanya bila Mungu. Kwa hiyo chochote unachotaka uone kikiwa na upenyo, iwe ni huduma, iwe ni nini, muhusishe mwenye huduma ambaye ni Mungu. Omba kibali, tembea kwenye uongozi wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema wote wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Muhusishe Mungu mipango yako. Kumbuka Biblia inasema kwamba mkabidhi Bwana, katika Zaburi ile ya 37 mstari wa 4 na 5. Mkabidhi Bwana njia zako, mtumaini yeye naye atafanya. Lakini kumekuwa na watu wengi ambao ni watumishi, wanafanya vitu bila kumuhusisha mwajiri wao ambaye ni Mungu, na hivyo vimekuwa vinakutana na upinzani mkubwa sana. Lakini hebu tuangalie, vizuizi vinaletwa na nani? Ni Mungu au ni shetani? Mfano wa vitu ambavyo Mungu alivizuia. Cha kwanza, kuna vizuizi ambavyo vinaweza kuletwa na Mungu mwenyewe. Cha pili, kuna vizuizi ambavyo vinaletwa na shetani. Na vinavyoletwa na shetani tumekusha kuvipitia, tukaona jinsi shetani aliweza kuzuia Paulo kwenda kuhubiri. Tumeona kule kwenye neno la Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 18. Tumeona katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18 shetani aliweza kumzuia Paulo. Tumeona kwenye Mathayo sura ile ya 8 mstari wa 28 jinsi shetani aliweza kuzuia njia watu wasipite, akitumia wale pepo walikuwa wanazuia njia katika ile kambi ya Wagerasi. Lakini kingine ambacho tunataka tuone sasa, sio kila kizuizi kinaletwa na shetani. Kuna vizuizi vingine ni Mungu anavileta mwenyewe, na anavileta kwa sababu maalum.
Hebu angalia kwa mfano vitu ambavyo Mungu alivizuia mwenyewe. Mwanzo sura ya 20 mstari ule wa 3. Ukisoma Mwanzo sura ya 20 mstari ule wa 3, ni Mungu alivyoweza kumzuia yule mfalme anaitwa Abimeleki asilale na mke wa mtumishi wa Mungu Ibrahim. Ni Mungu alizuia. Ukisoma Mwanzo 20 mstari ule wa 3, anasema lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mkewe mtu. Mwanzo sura ya 20 mstari wa 6, Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kuwa wewe ni mkamilifu wa moyo, moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usitende dhambi. Angalia, ndipo nami nikakuzuia usitende dhambi. Huyu mfalme, unaona, wakati Ibrahimu alienda katika hii nchi yake, alienda na Sara. Sasa wale wafalme wa zamani walikuwa na mioto au tamaa za mwili sana, walikuwa wanawaka tamaa za mwili sana, hasa zinaa. Walikuwa wanatamani kuzini sana. Sasa na walikuwa wakimpenda mke wako wao wafalme, ukibishana wanakuua. Hata huyu Abimeleki alikuwa anafanya hivyo. Ibrahimu akaingia kusema uongo, akasema Sara ni dada yake. Kwa hiyo huyu mfalme akamtoa Sara kwa mazumuni ili sasa akalale naye. Lakini sasa usiku huo Mungu akamtokea katika ndoto, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu huyu mwanamke uliyemtoa ni mkewe mtu. Lakini akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usitende dhambi. Kwa hiyo akamzuia asitende dhambi ya zinaa, ya kulala na mke wa mtu. Mungu anaweza pia kuzuia hivyo. Kwa hiyo Mungu alimzuia Abimeleki asilale na mke wa mtumishi wake Ibrahim. Hebu angalia mfano mwingine wa watu ambao vitu ambavyo Mungu amewahi kuvizuia. Angalia Mwanzo sura ya 20 ule mstari wa 6, uone jinsi alimzuia Abimeleki. Lakini angalia Mwanzo sura ya 26 mstari ule wa 1 mpaka wa 6. Mungu alimzuia Isaka asiende Misri. Angalia Mwanzo sura 26 mstari ule wa 1 mpaka wa 6. Baadaye palitokea njaa nchini humo, njaa tofauti na ile ya awali. Wakati wa uhai wa Ibrahim, Isaka akaenda Gerari kwa Abimeleki mfalme wa Wafilisti. Mwenyezi Mungu akamtokea Isaka na kumwambia, usiende Misri, bali kaa ugenini, kaa katika hiyo nchi uliopo, nami nitakubariki. Kwa hiyo Mungu alimzuia asiende Misri kwa ajili ya njaa, kwenda kutafuta chakula. Kwa hiyo sio kila kitu ni shetani tu anazuia, inahitaji pia utulivu na inahitaji upate muda wa kuomba, kwa sababu kuna vitu vingine Mungu anavizuia. Kwa mfano, pia unaweza ukakuta unataka kumchukua binti ambaye sio sahihi. Sasa Mungu akawa anakuzuia, lakini sasa akawa anatumia njia ya ndoto, kama alivyokuwa anatumia njia ya ndoto kumuonya Abimeleki, anatumia njia ya ndoto kumuonya Isaka, lakini sasa humuelewi. Mungu unaweza kuwa unataka kumuoa binti, lakini Mungu akakuonyesha picha ya mwisho, kwa sababu kitabu kile cha Isaya sura 46 inasema Mungu, mimi ni Mungu nayetangaza mwisho tangu mwanzo. Akakuonyesha mwisho wa wewe binti unayemchukua ni kifo. Ukaota kabisa huko kwenye jeneza baada ya kuoa. Kwa hiyo sio shetani, ni Mungu, kwa sababu shetani hawezi kukuzuia usiende kufa. Yeye ni muuaji, inaeleweka hivi. Katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10, kazi ya shetani ni kuua, kuchinja na kuharibu. Hawezi kukuonyesha kwamba unaenda kufa, lakini Mungu alikuja ili sisi tuwe na uzima, ambaye ni Yesu. Sasa anaweza kukuzuia vitu vingi sana kwa njia ya ndoto, lakini wewe usielewe.
Ona, alimzuia Isaka asishuke Misri kwa sababu ana njaa. Alimwambia abaki kwenye nchi yake, yeye atambariki kwenye hiyo nchi. Hivi unafahamu kuhusu hili somo, kuna watu wengi sana, hata wengine wamehama mikoa na wengine wakaenda maeneo mengine kwa ajili ya kutafuta urahisi wa maisha. Ikiwa Mungu hakukuruhusu kwenda na umeenda, utapitia tabu sana, kwa sababu Mungu anajua mwisho wako tangu mwanzo. Lakini nini ninachotaka kumaanisha? Inamaanisha ya kwamba Mungu anaweza kukuzuia usiingie kwenye jambo fulani kwa sababu anajua hatari iliyoko mbele. Sasa Isaka huenda angeenda Misri, angeenda kuwa mtumwa kule, kwa sababu watu walienda Misri, unajua walikuwa watumwa. Wana wa Israeli walienda Misri wakawa watumwa huko miaka 440. Kwa hiyo kuna maeneo mengine unaenda, unaweza kukuta hata unatafuta kazi, lakini ukaitwa kazi mahali ukashangaa ndani unanyimwa. Ndani yako una roho wa Mungu, anakunyima, anakuambia huku hapana. Ukaenda kwenye hiyo kazi kwa nguvu, kwa mihemko na kwa mashabiki na kwa kuhimizwa na watu, ukaenda ukawa mtumwa wa hiyo nyumba. Kutoka huko ukaanza kushindwa, uingie toba sasa ili Mungu akutoe. Lakini kuna vijana wengi ambao wanatusikiliza na wengine wanataka kuoa kwa sababu anaambiwa huyu mdada ni mzuri, muoe. Uliza kwanza kwa Mungu, kwa sababu kila unapojaribu kuzungumza naye unakosa amani. Ni Mungu anakuzuia sasa. Anazuia hayo mahusiano, anaona yana mauti. Kwa sababu unaweza kukuta wewe ni mwanaume wa 7 kwa huyo mwanamke ambaye unamkimbilia. Sasa Mungu anakuonea huruma na wewe ni muoga kuachika na kukataliwa. Anaona sasa huyu mtoto atakuja kujimaliza kwa sumu huyu. Sasa anaanza kukuzuia. Mkipanga appointment zinavunjika. Sasa unasema ni kitu gani? Anaweza akazuia kwa njia nyingi. Mungu anajua kuzuia vitu. Anajua kuokoa watu. Na ukisoma katika Zaburi ya 68 mstari wa 20 inasema Mungu ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka kwenye mauti zinayo yeye. Kwa hiyo Mungu anajua njia yenye mauti, anaijua. Kijana unayenitazama, Mungu anajua njia iliyobeba mauti. Binti, Mungu anajua njia iliyobeba mauti, na njia nyingine zilizobeba mauti zimejificha ndani ya watu. Unaweza ukakuta unaingia kwa mchumba ambaye amebeba njia iliyobeba mauti. Unaweza ukakuta unaingia, wewe binti unaingia kwa mchumba wa kiume amebeba njia ya mauti kwa sababu ni mume wa mtu. Wewe kijana, wewe kijana wa kiume unabeba njia ya mauti kwa kuingia mahusiano na mke wa mtu bila wewe kujua. Na anasema katika neno lake, kitakachotenganisha ndoa ya mtu ni mauti. Kwa hiyo sasa Mungu anakuzuia kwenda huko kama alivyomzuia huyu mtumishi wake kwenda Misri. Lakini angalia jinsi Mungu alivyo na neema, anazuia watu. Lakini hebu tuangalie tena, Mungu alimzuia Yona kwenda Tarshishi kwa kupeleka upepo wa mpingo. Kuna kitu kinaitwa upepo wa mpingo, upepo wa upinzani. Soma katika kitabu cha Yona sura ile ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini. Manake mkubwa kuliko upepo wote. Ukishasikia mkuu ni kiongozi mkubwa anayesimamia. Yaani alituma ule upepo mkubwa wenye nguvu kuliko upepo wote uliowahi kutokea duniani kusukuma tu ile meli, kwa sababu yule mtu anaenda sehemu ambayo yeye hajapita. Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini. Kwa hiyo sijui umepanda meli ipi, lakini tunamuomba Mungu akuepushe. Nyakati hizi, ninyi mnanitazama, kuna mambo mengi sana. Hizi ni nyakati za uovu. Kila unachokifanya mshirikishe Mungu. Kuna mahusiano unataka kuingia, mshirikishe Mungu. Unaweza ukaingia kwenye mahusiano mahali ukawa maskini wa kutupa kabisa, kukota makopo, kwa sababu huoi bali unachukua ATM. Unaenda kuchukua mtu ambaye ni wa kuchukua pesa zote, kwa sababu hakupendi wewe, anapenda mali. Sasa Mungu anakuzuia. Kuna mikoa mingine unaweza kutaka kwenda, Mungu akakuzuia, japo watu wanaisifia kwamba ni mikoa ya kibiashara, ina fedha, lakini akakuzuia kwa sababu Mungu anajua moyo wako wewe. Ukienda kule kwenye ile mikoa na Mungu hajakutengeneza, hajakuandaa, kuna muda wa maandalizi.
utakamatwa na anasa. Kuna mikoa mingine ina anasa. Kwa mfano, kuna mikoa mingine watu wanajiuza kuliko hata mali. Sasa ukifika kule ukianza kuona watu wanaenda uchi, na wewe mwenyewe hata ukiona mtu tu amevaa vibaya, kuna mazingira yanakutokea kwenye mwili wako, Mungu anaona wewe unaenda kupotelea kwenye hilo jambo, kwa hiyo anakuzuia. Mungu aliweza kumzuia Yona asiende Tarshishi. Mungu aliweza kumzuia Isaka asiende Misri. Mungu aliweza kuzuia Sara asipate mtoto, lakini aliweza kufungua tumbo lake. Mungu aliweza kumfunga Raheli tumbo, lakini Mungu pia aliweza kulifungua tumbo la Raheli. Kasome Mwanzo 30. Sasa Mungu huyo ndio ninayemhubiri, kwamba ana uwezo wa kuzuia kwa nia njema tu. Kuna mtu umeanza naye urafiki, nyakati hizi ni za uovu, muulize Mungu kwanza. Akikuzuia, kubali zuio lake. Kuna zuio zuri na zuio baya. Mazuio ya Mungu mara nyingi huwa ni mazuri. Mungu pia anaweza akamzuia mtumishi asiende mahali fulani au kwenye eneo fulani kuhubiri kwa sasa. Huyo mtumishi akijifanya ana kiburi, akienda vita atakaokutana nayo Mungu hayupo. Kwa hiyo muombe Mungu akupe neema ya kutii. Kubali kutembea chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza kuona vizuizi vinavyoletwa na shetani katika Danieli sura ile ya 10 mstari wa 11 mpaka wa 14, Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18, na Mathayo sura ile ya 8 mstari wa 28. Na unaweza ukaona vizuizi ambavyo Mungu anavileta mwenyewe katika kitabu kile cha Yona sura ya kwanza mstari wa 4, na unaweza ukaona pia katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Vitakusaidia sana. Vipo vingi Mungu aliwahi kuvizuia. Mungu ana uwezo wa kuvizuia vitu na ana uwezo wa kuviruhusu vitu, lakini anaweza kuzuia kwa adhabu au kwa nia njema. Hicho ndicho kitu kingine ambacho nataka nifafanue hapo kwenye kuzuia kwa Mungu. Kwa mfano, huyu Abimeleki baada ya kumchukua mke wa Ibrahimu katika kile kitabu cha Mwanzo 20, Mungu alifunga matumbo ya wanawake wote kwenye ile nyumba ya Abimeleki yule mfalme. Alifunga matumbo yao, hakuna kuzaa, wote. Kwa sababu hapo alizuia. Kwa nini? Kwa adhabu. Alizuia kwa adhabu. Kwa hiyo nataka nikutie moyo. Yawezekana kuna jambo mmelifanya, vitu vikazuiliwa. Katika Nyakati wa Pili sura ile ya 7, ukisoma katika Nyakati wa Pili ile sura ya 7, kuna kitu utaona pale ambacho ni kizuri. Mungu alisema mwenyewe, nikizifunga mbingu. Anaweza kuzuia mvua. Mungu anaweza akazizuia mvua. Katika Nyakati wa Pili sura ya 7 kuanzia mstari ule wa 12 na wa 13, unaona anasema kwamba nikizifunga mbingu. Mungu anaweza akazuia mbingu isilete mvua kwa sababu ya maovu ya mahali. Sasa lazima uingie kwenye maombi ya toba ya kumsihi Mungu ili aondoe hayo mazuio. Angalia katika kile kitabu cha Yakobo, waraka wa Yakobo sura ile ya 5, utaona Elia aliposema mvua isinyeshe juu ya nchi miaka 3 na miezi 6, isipokuwa kwa neno lake, Mungu alifanya hivyo. Kwa hiyo mvua ilizuiwa na Mungu aliyekuwa ndani ya Elia. Kwa hiyo ili mvua ije ni lazima pia kufanyike toba. Kwa hiyo kuna vitu vimezuiwa kwenye mji wenu. Unaweza kukuta wewe wazazi wako waliwahi kufanya zinaa, baba wako alitembea hata na mke wa mtu, Mungu akazuia hata kuoa na kuolewa kwenye mji. Unaweza kukuta kuna mama yako alifanya zinaa na mume wa mtu, Mungu akazuia harusi kuja kwenye mji. Sasa ingia kwenye maombi ya toba, hilo zuio liondoke na matokeo yatatokea. Unaweza kukuta uliwahi kupata fedha nyingi huko nyuma, mkaenda kwa mganga au mkamleta mganga nyumbani, au mtu wa upande wa giza kwenye familia. Mungu akazuia, akaleta mazuio ya kiuchumi. Msishike pesa nyingi zaidi ya 10,000, msishike zaidi ya 10,000, kwa sababu ameona pesa zinawapelekesha. Lazima apatikane mtu wa kuingia toba ili Mungu aondoe lile zuio katika lango la kipato. Na hayo mazuio ni mengi. Mungu anaweza akazuia hata mhubiri kufika mahali. Kuna sehemu nyingine watumishi wa Mungu walisemwa vibaya, Mungu akazuia wale watumishi kufika katika yale maeneo kabisa.
Unaweza kukuta wewe uliwahi kuchukua mtu, wewe ni mwalimu wa shule, unanisikiliza, wa msingi au sekondari, uliwahi kukamata mwanafunzi ukampiga vibaya mpaka ukamtoa damu. Sasa umeolewa, upati mtoto, ulimfanyia mtoto wa mwenzako ukatili, Mungu akazuia uzao wako. Sio shetani. Ingia toba, tubu. Biblia inasema kwenye Ufunuo wa Yohana ile sura ya 2, kumbuka sasa ni wapi ulipoanguka ukatubu. Kuna vitu vingi ukivifanya Mungu anaweza akazuia. Mungu anaweza akazuia huduma yako, sio shetani. Kuna level ukifikia, Mungu anataka kukuona katika level fulani. Akiona bado hujaingia kwenye hiyo level, anaweza kukuzuia kwenda kuhubiri maeneo mengi ili apate muda wa kukuandaa kwa hatua inayokuja. Ngoja niombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ujumbe wa neno lako. Ninajua Roho yako Mtakatifu yupo na anawasaidia watu. Maana umesema ufahamu unakuja kwa kusikia na ufahamu unakuja kwa kusoma. Baba Mtakatifu, wapo watu katika Biblia, Mtakatifu wa Israeli, hata wakina Danieli na wakina Nehemia, kwa kuvisoma vitabu walipata ufahamu. Ninaomba Roho wako wa neema aachiliwe juu ya watu, walisome neno na kulitafakari. Na ninaomba Bwana ufahamu, hata katika maombi, wakati tunaomba tuombe katika ufahamu. Maana umesema watu wana juhudi nyingi katika kuomba, lakini si katika maarifa. Tunakusihi katika jina la Yesu, Mungu, kila atakayejinyenyekesha na kutubu, kama kuna mazuio umeachilia kwenye maisha yake, yawe ni ya kihuduma, yawe ni ya uzao, basi Baba wa mbinguni ukasikie. Ndivyo ulivyosema katika Petro wa kwanza ile sura ya 5 mstari ule wa 6, ya kwamba nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Maanake nyenyekea chini ya uwepo wake, nyenyekea chini ya nguvu zake, na ukubali ya kwamba wewe hauna nguvu ila yeye ana nguvu. Baba, naomba wote watakao nyenyekea na kutubu, ukaondoe mazuio yote yaliyokamata maisha yao. Yawezekana huyu anayenitazama ni kijana, ameshafikia umri wa kuoa, lakini kuna mambo yamefanyika kwenye mji, ukaachilia ghadhabu na ukaachilia mazuio ya kuoa na kuolewa, na hata sasa hawezi kuoa na ananitazama hapo alipo. Lakini yawezekana huyu ni binti, ameshafikia umri wa kuolewa, lakini Mungu amecheleweshwa au amekawizwa, kama Rebeka alivyosema, msinicheleweshe au msinikawize. Baba, ninatubu na ninaomba atakaponyenyekea tu akapiga goti akakubali kutubu, basi Mungu kapate kuliondoa hilo zuio. Ninajua hata katika bahari ile ulipeleka zuio ili meli isifike kule Tarshishi, kwa sababu ya ndani ilikuwa imebeba mtumishi aliyekuwa ametumwa kazini akakimbia. Yawezekana kuna mtu ambaye umemuita katika huduma, lakini amekataa ile huduma kutokana na hali ngumu ya uchumi, amekimbilia kufanya biashara au kazi nyingine ambazo ni za kumpatia kipato, na hatimaye umempiga na ukame na kila anachokifanya kinakufa. Baba, naomba kupitia ujumbe huu ninaohubiri, akubali sasa kunyenyekea na kupondeka na kuvunjika, ili sasa ukubali kusema naye tena kama ulivyomuita Yona mara ya 3. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba juu ya wote wanaosikia ujumbe huu, wakajengwe, kutiwa moyo na kuimarishwa. Amen. Unaweza ukatutumia ujumbe mfupi kupitia namba za simu zinazotembea hapo kwenye kioo chako cha kielektroniki, kitu chochote cha kielektroniki unachotumia, iwe ni kompyuta au hata simu ya mkononi, au kama una sadaka yako na unataka kutuma kwa ajili ya kipindi hichi, basi Mungu akubariki sana, na nimeshaomba. Mungu akubariki sana. Amen.